Halo, habari. Nashukuru kwa kuendelea kutufuatilia kwenye channel yetu ya Mwangili Info na kipindi chetu cha Mwangili Show. Asante pia kwa kutufuatilia kwenye social medias kupitia Instagram Dr. Mwangili pamoja na Mwangili Info, Facebook Daniel Mwangili, X Dr. Mwangili. Lakini pia asante kwa kutufuatilia kwenye tovuti yetu ya www.danielmwangili.org. Kwa wale ambao bado hawajaweza kusubscribe na ndio mara ya kwanza, tunakukaribisha uweze kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa kufanya hivyo utakuwa na support maono tulionayo kama Office of Mwangili kwenye YouTube channel yetu. Lakini pia utakuwa umesaidia kueneza elimu, mjadala na mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukifanya kwenye Office of Mwangili. Leo ni tofauti kidogo. Tumezoea kuwa na mazungumzo na dada yetu Neema, lakini leo nimeonelea nizungumze kile ambacho nimejifunza kwenye ziara ya kutembelea nyumbani kwa baba wa taifa Butiama, Mwitongo, na nilitamani ni share kile ambacho tumejifunza pamoja nanyi ndugu zetu kuhusiana na masuala ya uongozi na mwalimu kama kioo cha msingi kwenye uongozi wa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kujifunza mambo mengine kuhusiana na nchi yetu ya Tanzania. Office of Mwangili tulifanya ziara ya kutembelea nyumbani kwa baba wa taifa Mwitongo Butiama na kujifunza mambo kadhaa yanayomhusu baba wa taifa. Tunajua mwalimu ni kama shule, unaweza kujifunza kuhusu mwalimu popote, lakini kutembelea nyumbani kwake ni kama kuna kitu fulani pia kinafanyika spiritually. Kwa hiyo sisi tulienda si tu kujifunza, lakini kuna kitu tulienda kiuongozi kukitazama. Unajua, unapoenda eneo ambalo ndo muasisi alikuwepo pale, unapata nafasi ya kutazama uongozi kwa jicho la tatu. Kwa hiyo tulitembelea Butiama na tukawa tumepokelewa vizuri na mwongozaji wa watu wanaokwenda Butiama kwa ajili ya kufanya mafunzo ya kitalii. Dada yule alitupokea na akatupeleka maeneo mbalimbali, katupeleka kwenye eneo ambalo baba wa taifa ndo alikuwa amezaliwa hapo. Kulikuwa kuna kanyumba, anaeleza kanyumba ka mviringo, na sasa hivi kuna hiyo sanamu kama unavyoiona kwenye screen yako. Hiyo sanamu ni eneo ambalo wamejenga baba wa taifa alipozaliwa. Lakini tukapata nafasi ya kutembelea kwenye nyumba ya baba yake na baba wa taifa chief, ambayo imeboreshwa kwa sasa. Ilikuwa ni nyumba ya juu kulikuwa kuna nyasi, lakini kwa maelezo ya tour guide alieleza kwamba wameweka bati sasa na kwa ajili ya kuendelea kutunza ile kumbukumbu. Lakini pia katupeleka eneo ambalo mwenge wa uhuru ukiwa unafika unapelekwa hapo juu, unawekwa pale na watu unakuwa ukiwaka kwa muda kadhaa, then wanauchukua na kutoa na kupeleka sehemu nyingine. Hebu tuangalie kwanza hiyo picha kidogo ya hayo maeneo niliyoeleza kwa undani wake. Hii nyumba imeboreshwa tangu miaka ya 70. Mwanzo ilikuwa ni tope juu nyasi. Ndio ilikuwa nyumba ya chifu, nyumba ya baba yake. Wa chifu alikuwa na yake 22 wanawake walikuwa nyumba zao, pembeni namba zinazogawanyika na kwa bulio zinazogawanyika. Kwa hiyo walikuwa wakija kwa zamu. Mwenye zamu anaandaa chakula anakuja kwa chifu, kesho anamfisha. Lakini pia tukatembelea eneo ambalo baba wa taifa alikuwa anakaa na kucheza na anacheza nini ile bao na watu ambao watakuja kumtembelea.
Na eneo lile kama tulivyoelezwa ilikuwa ni eneo, jinsi tulivyolikuta ndivyo lilivyokuwa hata wakati wa baba wa taifa. Hawajalifanyia mabadiliko yoyote ili kuweza kutunza ule uhalisia wake. Lakini tukawa tumeenda eneo ambalo sebuleni, nyumbani kwa baba wa taifa, ndani kwenye sebule. Na kwenye sebule tukakuta makochi ambayo baba wa taifa alikuwa anakalia na watoto wake pamoja na Mama Maria, na mimi nikapata bahati ya kukalia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wow. This is fantastic. Kiti ambacho baba wa taifa alikalia. Hawajafanya mabadiliko yoyote ili kutunza ule uhalisia. Kwa hiyo nikakalia kiti cha baba wa taifa ambacho alikikalia. Kwa kweli it was so amazing. Nilifurahi sana kukalia kiti ambacho baba wa taifa amekikalia. Unajua ya mambo tunaongea unaweza kusema ni ndani, lakini ukifika Mwitongo kuna kitu utaona umeongeza kwenye maisha yako. Yaani ni kitu fulani utaona kwa kweli, sikuwahi kufikiria kuja huku labda, au nimekuja huku kuna kitu fulani kimeongezeka. Kwa hiyo nilipokaa pale, na mimi nikajiona kumbe na mimi naweza siku moja kuwa kiongozi mkubwa wa kitaifa kama baba wa taifa. Lakini zaidi sana ni yale ambayo nimekuwa nikiyasema kwamba baba wa taifa alikuwa kiongozi aliyetii wito wake. Alitii wito wake. Niliwahi kuzungumza kwenye vipindi vilivyopita kwamba baba wa taifa alikuwa mwalimu wa darasani. Lakini akaona walimu nao wafundisha Watanganyika hawa ambao wako huru, elimu hii ninayowapa ina maana gani kwao? Kama hawako huru, kama sio watu huru, ina maana gani kwao? Kwa hiyo akaamua kwamba ni muhimu sasa nione namna ya kuwaletea uhuru, yani kuanzisha harakati hizi, nishirikiane na watu ambao ni like minded, watu wenye mtazamo kama huu, ili tuweze kuwaletea Watanganyika uhuru. Kwa hiyo baba wa taifa alitii wito, kwa sababu aliitwa kwenda kuwa kiongozi wa kujitolea, kwa sababu uhuru, kumbuka kipindi hicho unataka kuwakomboa watu ambao hawana msingi wowote kiuchumi, hawana msingi wowote kwenye mambo mengine yote. Kwa hiyo ni kujitolea. Kwa hiyo aliamua kutii wito wa kwenda kuwa kiongozi wa kujitolea kwa ajili ya kuwaletea uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo nikawa nimekaa hapo bwana kwenye hicho kiti cha baba wa taifa, na kwa kweli nilijisikia vizuri sana. Kukalia kiti ambacho muasisi wa nchi yetu alikuwa akikalia. Bwana nilijisikia vizuri. Baada ya hapo tukatoka tukaenda kutembelea sasa mahali ambapo baba wa taifa amelala. Na pale ndio nikavuta hisia ya vitu vingi sana. Ukifika pale unaanza kuona unavuta hisia ya vitu vingi sana, kwamba kumbe baada ya kazi kuna kipindi mtu anapumzika. Baada ya kazi nyingi, baada ya mambo mengi ambayo tumesimuliwa kuhusu baba wa taifa, kuna wakati umefika baba wa taifa akapumzika. Na ndipo nikajifunza kwamba ni muhimu sana unapoishi duniani, na haswa pia hata kwenye taifa letu la Tanzania. Mwinyi aliwahi kusema uwe hadithi nzuri kwa ajili ya watu kusimuliwa. Ni muhimu sana kuishi vizuri, ili watu watakaposimulia habari zako wasimulie kwa shauku ya tamaa ya kuwepo wakati wako. Yaani kwa mfano tulipofika pale kwa baba wa taifa tunasimuliwa yale alikuwa anafanya, unatamani ungekuwepo na wewe, uone, ushirikiane naye. Kwa hiyo ni vizuri sana unapoishi hapa duniani watu wakusimulie kwa mazuri. Uwe na mchango kwenye maisha ya watu, uwe na mchango kwenye jamii. Kwa sababu kwa kufanya hivyo inakusaidia utakapoondoka hapa duniani watu kusema kwa mazuri, waseme vizuri kukuhusu. Mara nyingi tunaishi tu tukiona ili mradi bora aliende na nini, lakini kumbe kuna alama tunaiweka tunapoishi hapa duniani, ama kwa uzuri ama kwa ubaya. Utakapoondoka, kizazi kitakachofuata kitaeleza mambo yako, kitakuzungumzia. Kwa hiyo nilipoona
of course nilivuta picha ya mambo mengi zaidi na kuona kwamba Mwalimu ameacha legacy kubwa sana ambayo tunatakiwa kuienzi, tunatakiwa kuendelea kujifunza na kadhalika. Kwa hiyo ndio ilikuwa safari yetu ya Mwitongo, na kwa kweli tumefanya vizuri sana, mimi na timu yangu kufika eneo lile. Na Office of Mwangili sisi tunasema tuna sera yetu sisi au itikadi yetu ni siasa bila mipaka, na Mwalimu alikuwa muumini wa siasa bila mipaka, na alikuwa kwenye siasa bila mipaka. Tuna kitu tunakiita uongozi bila kiti, na Mwalimu alikuwa muumini wa uongozi bila kiti. Hakusubiri achaguliwe ili awe kiongozi. Kilichomfanya kuwa kiongozi ni wito wake. Alipoitwa akawa kiongozi. Kuchaguliwa kulimfuata baadaye, kwamba huyu anatufaa kuwa kiongozi kwa sasa kwa sababu amekuwa kiongozi, ameturatibu kabla hata ya kuchaguliwa. Kwa hiyo kuna uongozi ndani yake, tumchague. Kwa Mwalimu amekuwa alama muhimu sana kwa wale wanaotii wito wa kiuongozi na kuenda kufanya kazi ya kuwatumikia wananchi bila kuchaguliwa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye Office of Mwangili kwamba unaweza kuwa kiongozi bila kuwa na nafasi ya kuchaguliwa. Ndio tunasema uongozi bila kiti, kwamba unaweza kuwa kiongozi bila kuwa na nafasi ya kuchaguliwa. Mwalimu anatufundisha hilo. Yeye alikuwa kiongozi kabla ya kuchaguliwa na watu, na baadaye hiyo dhana ya uongozi wa kuchaguliwa na watu ilifuata baada ya yeye kujitoa na kuanza kufanya kazi ya kiuongozi. Lakini pia tumejifunza sana kuhusiana na familia. Tumeelezwa kuhusiana na Mwalimu alikuwa kiongozi wa kifamilia, na tumeona maeneo yake pale nyumbani, na tulikutana na moja ya kijana wake Madaraka. Tulikutana na Madaraka Nyerere, sio Makongoro, Madaraka Nyerere, na tukazungumza naye kwa uchache kuhusiana na uongozi, na tukamweleza kuhusiana na sera yetu sisi ya uongozi bila kiti, na kimsingi aliomba tuifafanue. Aliniuliza akasema, hebu ifafanue kidogo. Nikamfafanulia, nikamweleza kwa nini sisi kama Office of Mwangili tunazungumza habari za uongozi bila kiti. Sio lazima achaguliwe, sio lazima ateuliwe. Kwa hiyo tuna mawazo yetu yanafanana. Sawa. Sasa hii nilianza hivyo kwa sababu nilikosa ubunge, lakini sina nilikosa ubunge. Kwa sisi tunaamini juu ya uongozi, mtu kuwa kiongozi bila nafasi bila kuchaguliwa, na Mwalimu ndio mwanzilishi wa hilo na ndio role model wetu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi kuhusiana na Mwalimu na uongozi kwa ujumla. Lakini kuhusiana na nchi yetu tumejifunza kwamba ni muhimu tuwe na viongozi wanaoelewa kwamba wananchi ndio msingi wa uongozi wao. Ukiwa na kiongozi ambaye haelewi kwamba wananchi ndio msingi wa uongozi wake, hawezi kuwatendea vizuri wananchi. Wananchi wana matarajio makubwa sana kwa hawa wanaoitwa viongozi wa kuchaguliwa. Mtu anapochaguliwa kuwa kiongozi kwa nafasi yoyote ile, nafasi ya ubunge, nafasi ya udiwani, nafasi ya rais, wananchi wana matumaini makubwa kwamba watu hawa wanaweza kuwaletea maendeleo, na ndio maana wanawapa kura na wanawachagua. Ni kosa baya sana kwa kiongozi kuto kutenda sawasawa na matarajio ya wananchi. Mwalimu Nyerere alikuwa mfano mkubwa wa kuigwa kwa kuhakikisha ya kwamba anatenda
sawasawa na matarajio ya wananchi. Wananchi wanapochagua kiongozi wanakuwa na matarajio mengi. Wanatarajia vitu vingi kutoka kwa kiongozi vya kimaendeleo. Wanatarajia vitu vingi kutoka kwa kiongozi, ile kuwakusanya na kuwaongoza katika namna ambayo wananchi wataifurahia na kadhalika. Ukitoka nje ya matarajio ya wananchi, unakuwa huwatendei haki wananchi. Kwa Mwalimu anatupa somo kubwa sana kwa habari ya kufanya sawasawa na matarajio ya wananchi, kwa sababu msingi wa uongozi wake haukuwa yeye, ulikuwa wananchi. Na ndio maana alipoacha nafasi ya ualimu na akatii wito, alitii wito wa kwenda kuwakomboa wananchi, sio wanyama, wananchi wa Tanzania, sio watu wengine, wananchi wa Tanganyika. Aliacha kazi ya ualimu kwa sababu yao, akijua kwamba hata huu wito nilionao wa kiuongozi msingi wake ni watu. Kwa ni muhimu kufahamu kabisa kwamba mtu anapoitwa kuwa kiongozi, msingi wa wito wake ni kwenda kuwatumikia watu. Mwalimu anatufundisha somo kubwa sana juu ya msingi wa kuwatumikia watu. Mara nyingi tumeona mtu akishakuwa kiongozi anakuwa bosi fulani hivi. Yaani wananchi wanashindwa hata kumfikia wakati mwingine. Kupata kwa mfano muda wa kuzungumza na kiongozi kwa ajili ya mambo fulani ya kimaendeleo kwenye eneo husika inakuwa ni ngumu sana. Viongozi wamekuwa mabwana badala ya kuwa watumishi wa watu. Wananchi wanashindwa kuwafikia viongozi wao. Wananchi wanashindwa kuzungumza na viongozi wao kwa habari ya mambo mbalimbali ya kimaendeleo kwenye taifa letu na maeneo yao. Sasa hili ni tatizo kubwa sana ambalo viongozi wanatakiwa wajirekebishe. Na mara nyingi hii imetokea kwa sababu tunachagua au viongozi wanaotuongoza sasa ni viongozi ambao hawana wito wa kuongoza watu. Wamesukumwa tu kwa sababu ya maslahi ya kifedha. Wengine wanadhani wakiwa kwenye nafasi ya uongozi watapata fedha, wanaweza kufanya mambo yao. Wengine tu maarufu kwamba nikiwa kiongozi nitakuwa maarufu na nini. Lakini msingi wa uongozi lazima uwe watu. Na kabla ya kuwa kiongozi, wewe mwenye wito anza, usisubiri uwe kiongozi ndio uanze. Unaweza kuanza sasa hivi katika ngazi uliopo, kufanya mambo ya kiuongozi, kufanya mambo ya kiuratibu, kufanya mambo ya kimaendeleo kwa ajili ya kuwaletea watu maendeleo na kusogea mbele. Mwalimu, narudia tena, ndiye kiongozi wetu wa kumuiga kwenye eneo hilo la kutii wito na kuanza mchakato ya kutimiza wito wake. Alikuwa mwalimu, akaitwa kuwa kiongozi wa watu kwa ajili ya kuwaletea haki ya kujitawala, yani uhuru, na akatii, akaanza kufanya hiyo kazi ya uhuru. Kwa hiyo kiongozi, tambua kwamba wewe unapokuwa kiongozi unakuwa kiongozi wa watu na msingi wa uongozi wako ni watu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa karibu na watu, kujua matatizo yao, kujua changamoto zao, kujua mafanikio yao, kujua vitu vingi vinavyowahusu. Kiongozi mzuri ni yule mwenye taarifa sahihi kutoka kwa watu wenyewe. Kwenye ngazi uliopo unapata taarifa sahihi kuhusiana na watu wako. Mwalimu Nyerere alikuwa anafanya kazi ya kuzunguka nchi hii, na kitu cha ajabu sana nilichojifunza kwa Mwalimu Nyerere, kabila la Wazanaki ni moja kati ya makabila madogo kwenye nchi yetu, na kule Mwitongo kienda ni pembezoni kidogo mwa nchi ya Tanzania. Asante sana, ninashukuru kwa kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine, naitwa Daniel Mwangila. Asante.